Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza ushuru wa moja kwa moja wa 50% kwa nchi zote za Umoja wa Ulaya, akitaja nakisi ya biashara dola milioni 250 kila mwaka na umoja huo. Amependekeza kuwa kiwango hicho kipya cha ushuru kianze kutekelezwa mnamo Juni mosi. Katika ujumbe kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump amependekeza kwamba EU iliundwa mwanzoni kwa madhumuni ya kimsingi ya kuchukua nafasi ya Marekani kwenye biashara, na amesisitiza kuwa umoja huo umekuwa mgumu sana kushirikiana nao. Amedai kwamba sera za kiuchumi za EU, kodi na mashtaka yasiyo haki na uadilifu dhidi ya kampuni za Marekani yamesababisha nakisi ya biashara na EU ya zaidi dola milioni 250 kwa mwaka, ambayo alielezea kuwa haikubaliki kabisa. Majadiliano yetu nayo hayaendi popote, kwa hivyo ninapendekeza ushuru wa moja kwa moja wa 50% kwa Umoja wa Ulaya kuanzia Juni mosi mwaka 2025, Trump ameeleza, akiongeza kuwa hakutakuwa na ushuru wa bidhaa zilizozalishwa au kutengenezwa nchini Marekani. Mnamo mwezi Aprili, Trump aliweka ushuru mkubwa wa 20% kwa bidhaa zote za EU na vile ushuru wa 25% wa uagizaji wa magari na madini yote ya chuma. Hata hivyo, baadaye alisimamisha ushuru wa 20% kwa siku 90, akiweka tu ushuru wa msingi wa 10%. Mwezi uliopita wa Aprili, shirika la biashara duniani WTO lilitahadharisha kuwa ushuru uliotozwa na Trump utarudisha nyuma biashara ya kimataifa mwaka huu na kupelekea kushuka kwa kasi kwa ukuaji wa uchumi wa dunia. Na mkuu wa biashara Umoja wa Ulaya amesema jumuiya hiyo yenye wanachama 27 imejitolea kufikia makubaliano ya kibiashara na Marekani kwa kuzingatia heshima na sio vitisho. Haya yanajiri baada ya Rais Donald Trump kutishia kutoza ushuru wa 50% kwa bidhaa zote zinazotumwa Marekani kutoka Umoja wa Ulaya. EU inajihusisha kikamilifu, imejitolea kufikia makubaliano ambayo yatatufaa sote wawili, Kamishna biashara Umoja wa Ulaya Marco Sokvik alisema baada ya mazungumzo na mwakilishi wa masuala ya biashara wa Marekani Jamieson Creer na waziri wa biashara Howard Lutnick. Biashara ya Umoja wa Ulaya na Marekani hailinganishwi na lazima iongozwe na kuheshimiana, si vitisho. Tuko tayari kutetea maslahi yetu, alisema. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu hali mbaya ya Gaza na kutoa wito wa kufikishwa mara moja kwa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo, akisisitiza kwamba watu wa Gaza wanakabiliwa na njaa na kwamba ulimwengu unatizama hali hiyo tu. Wito huo unatolewa wakati ambapo mgogoro wa kibinadamu huko Gaza umeongezeka kwa kasi na hitajio la misaada ya kibinadamu likifikia kilele chake. Msimamo wa Guterres unaweza kuweka shinikizo zaidi kwa Israel na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka katika swala hilo. Katika radi ya mali yake kwa vikwazo vikali vya Israel vya kuingia misaada ya kibinadamu Gaza, Guterres ametangaza kuwa ni malori 50 tu kati ya 400 yaliyobeba misaada ya kibinadamu ndio walioruhusiwa kuingia katika ukanda huo. Kauli hizo zikija wakati ambapo Umoja wa Mataifa kama chombo kinachohusika na misaada ya binadamu ukiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya watu wa Gaza. Haya yanajiri huku wataalamu wa usalama wa chakula wakionya kuwa Gaza inakabiliwa na baa la njaa iwapo mzingiro huo hautaondolewa, huku mashirika ya misaada yakiripoti kuwa yalimaliza akiba ya chakula wiki chache zilizopita. Takriban wakazi wake wote milioni 2.3 wa Gaza wakitegemea chakula cha misaada. Haya yanajiri huku utawala ghasibu wa Israel ukiendelea kufanya mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza, zaidi ya Palestina 50 wakiuawa shahidi katika mashambulizi ya punde zaidi ya anga ya Israel kwenye jengo la makazi kaskazini mwa Gaza. Watu 15 wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuharibiwa baada ya Urusi kushambulia mji wa Kyiv kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani usiku wa kuamkia siku ya Jumamosi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa ulikuwa ni usiku mbaya kwa taifa hilo. Katika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii, Zelensky ameitaka jamii ya kimataifa kuiwekea Urusi shinikizo kupitia vikwazo zaidi ili kukubali kusitisha mapigano. Maafisa wa usalama mjini Kyiv wanasema kuwa mashambulizi hayo yalitokea katika wilaya 6 huku eneo la Obolon kaskazini magharibi mwa Kyiv likiathirika pakubwa. Siku ya Ijumaa, mataifa hayo mawili yalishiriki katika zoezi kubwa la kubadilishana wafungwa, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema hii ni hatua nzuri zaidi katika juhudi za kuleta amani kati ya pande mbili. Hata hivyo, Moscow na Kyiv zimelaumiana kwa kutokuwa na nia ya kumaliza vita hivyo. Na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amemlaumu mrithi wake Felix Tshisekedi kwa kuingiza nchi hiyo katika machafuko na kutoa wito kwa Wakongo kuungana ili kurejesha sheria na utulivu nchini mwao. Bwana Kabila ameshambulia mfumo wa haki wa nchi hiyo baada ya Seneti kupiga kura kuondoa kinga yake na kumfungulia njia kushtakiwa kwa madai ya uhaini na uhalifu wa kivita. Kabila ametoa hotuba moja kwa moja kutoka eneo lisilojulikana siku ya Ijumaa, siku moja baada ya kupoteza kinga yake kwa madai uhusiano na kundi la M23.
amesema kwamba mfumo wa haki ulikuwa chombo cha ukandamizaji kwa udikteta unaojaribu sana kuendelea kuwa mamlakani. Kabila mwenye umri wa miaka 53 ambaye anakanusha kuwaunga mkono waasi wanaoungwa mkono na M23 ambao wameiteka miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo iliyokumbwa na mizozo, amekuwa uhamishoni tangu mwaka 2023. Rais huyo wa zamani ambaye amesema mara kwa mara kuwa anarejea kutoka uhamishoni kusaidia kupata suluhisho la mgogoro huo, alishutumu Kinshasa kwa kuchukua maamuzi ya kuudhi kwa mzaha. Nimeamua kuvunja ukimya kwa sababu kwa kuzingatia hali ambayo nchi yetu inaipitia, kuendelea kukaa kimya kungenifanya nifunguliwe mashtaka mbele ya mahakama historia kwa kushindwa kusaidia zaidi ya watu milioni 100 walio hatarini, alisema Kabila. Seneti ya DRC ilipiga kura kwa wingi siku Alhamisi kukubali ombi la serikali la kuondoa kinga maisha ambayo Kabila, kiongozi huyo wa nchi kutoka mwaka 2001 hadi 2019, alikuwa nayo kwa sababu ya cheo chake cha heshima kama seneta maisha. Waziri wa sheria Constantine Mutamba amesema uhalifu unaodaiwa na Kabila ni pamoja na uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na kushiriki katika vuguvugu la uasi mashariki mwa nchi. Siku ya Ijumaa, Kabila alisema uhuru wa DRC na uadilifu wa eneo hauwezi kujadiliwa. Kama mwanajeshi aliapa kutetea nchi yake na atabaki kuwa mwaminifu zaidi kuliko hapo awali kwa kiapo hiko. Kurudi kwa Kabila nchini Kongo kunaweza kutatiza juhudi za kumaliza uasi mashariki mwa Kongo ambayo ina usambazaji mkubwa wa madini muhimu ambayo utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani una hamu ya kuyafikia. Washington inashinikiza makubaliano ya amani kutiwa saini kati ya DRC na Rwanda msimu huu wa kiangazi, akiambatana na mikataba madini inayolenga kuleta mabilioni ya dola za uwekezaji wa magharibi katika eneo hilo, na hiyo ni kulingana na Masad Boulos, mshauri mkuu wa Trump wa masuala ya Afrika. Mwisho wa rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashid.